waandishi wa habari na wote ambao tuko hapa leo katika press yetu hii ya TAHAFE Tanzania Hajj Federation. Tunapenda kuwaita na kuwaalika hapa kwa jambo moja kubwa ambalo linalohusiana na kuwakumbusha Watanzania wote kwa pamoja, na hasa wale ambao wanaokusudia au wanaotaka kutekeleza ibada ya hija kwa mwaka huu wa 2026-27. Tunatoa tangazo kwamba Mungu akipenda, itakapokuwa siku ya Jumapili, ambapo hapa katika ukumbi huu wa Lamada, Jumapili ya tarehe 16, na si kama awali ilivyopangwa kwamba tarehe 15, bali ni Jumapili ya tarehe 16, tutakuwa na kongamano ambalo litakuwa linazungumzia masuala tofauti ya mambo ya haji. Kwa hiyo tunawaomba wote ambao tupo hapa tubebe ujumbe huu kuwafikishia watu tofauti, kwa maana wale ambao taasisi zinazoshughulika na hija, wale wanataka kufanya hija, wale ambao wanataka kuja kujua kuhusu masuala ya hija, mahujaji waliotangulia, wale ambao mwaka huu wamekusudia, taasisi tofauti zinazowasaidia watu kwenda hija. Tunawaomba wafike katika kongamano letu hilo la Jumapili la tarehe 16 ili kupata maelekezo mbalimbali ambayo yatahusiana na masuala mazima ya haji ya mwaka huo. Yale ambayo yanayokwenda kuzungumzwa katika kongamano hili ni mambo makuu matatu. Swala la kwanza litazungumzwa utambulishwa na kujua watu wajue ibada ya hija ni nini, inafanyika vipi, inatekelezeka vipi kama vile ambavyo dini yetu imeamrisha au imeelekeza. Tutakuwa na mashehe tofauti watakaokuja kuzungumza swala hili. Lakini pia tutakuwa na jambo la pili au mada ya pili ambayo itazungumzia namna bora ya uwezeshaji au namna bora ya plani ya kuweza mtu kufikia kuweza kutekeleza ibada ya hija, kuweza kuzimudu ibada ya hija kwa kudunduliza taratibu, kwa kufanya taratibu tofauti za kuweza kumwezesha mtu mwenye kipato cha kawaida kuweza kufikia malengo ya kwenda hija, kuondoa ule mtazamo wa kwamba hija ni ya matajiri, bali hija anaweza kwenda mtu yoyote. Lakini je, kwa namna gani, kwa mifumo gani, taasisi zinatoa utaratibu gani, mabenki yanazungumza vipi? Lakini pia wataalamu wetu watatujulisha kuhusu hili. Swala la tatu litazungumzwa na idara kuu ambayo ni Bitha, ambayo ndio inashughulikia masuala ya hija kupitia serikali na Majlisil A'la. Hili somo litakuja kutolewa namna gani taasisi na wale ambao wanaotaka kufanya ibada hija, njia za kutumia, mifumo, condition na standard zipi wapite katika mabadiliko ya kila mwaka yanayotakiwa yafuatwe, kuanzia kulipa mahema, kuanzia kulipa masuala ya location, namna gani ya madaktari wanatakiwa wawe. Zote hizi taratibu zote hizi zitakuja kuzungumzwa kama mada ya tatu. Kwa hiyo hizi ndio mada kuu ambazo zitazungumzwa katika kongamano hilo. Lakini pia nipende kusisitiza, tutakuwa na mashehe Sheikh Taha Suleiman Bani, tutakuwa na mashehe Sheikh Isa Othman ambaye anajulikana kama Mufti London, lakini tutakuwa na Sheikh Tahiri kutoka Bitha. Lakini pia tunatarajia biidhnillahi taala mlezi wetu ambaye ndiyo kiongozi wetu wa kiroho Sheikh Mufti Dr. Abubakar bin Zubair kuwepo kulisharifisha hili jambo, kwa maana kwamba tunawasikilizia Bitha ambao tumepeleka ombi hili. Inshallah Mungu ajalie itakapokuwa mufti amepata muda, kwa sababu ana mambo mengi, lakini jambo letu lipo kwake. Kwa hiyo ima atakuja yeye au atakuja mwakilishi wake, lakini tunatarajia kupata sharafu hiyo katika jambo letu hili la dini. Tunasisitiza pia kwa maana kwamba tumeweka bei elekezi kwa wale ambao wanafanya ibada hizi au wanafanya utaratibu huu wa kuwapeleka watu katika masuala mazima ya hija, kwamba taasisi zisishuke kwa 6700 kutokana na gharama tarajiwa ambazo ndio Wizara ya Hija na wale wanaotoa huduma service provider wa kule Saudia wanaokwenda katika mabadiliko haya. Tutayajua zaidi katika kongamano letu hilo la kesho kutwa Jumapili ya tarehe 16. Lakini pia tutakuwa na maonesho haya, kwa maana hizi taasisi ambazo zinapeleka watu haji zitakuwa na utaratibu wa kujitambulisha, kuonyesha huduma gani ambazo huwa wanatoa wakiwa kule Maka, lakini na huduma ambazo wanatoa hapa Dar es Salaam au hapa Tanzania
kabla ya mahujaji kuondoka kwenda katika viwanja. Kwa hiyo watakujulisha fomu zetu ziko hivi, mashehe wetu ni hawa, viongozi wetu ni hawa, tunatoa huduma hizi, tunagawa hichi kabla ya kwenda, tunatoa semina hizi. Haya maonyesho yatakuwa yapo nje katika kongamano hili. Baada ya kongamano tu kutakuwa na maonyesho, kwa maana nje kutakuwa na mabanda, watu watakuja kupata taarifa za kila taasisi namna gani ambavyo wanataka kufanya au watafanya katika kutoa huduma hizi za hija. Haya ni mambo ambayo makuu ambayo tutakuwa tunakuja kuyazungumza katika siku hiyo ya kongamano. Shime alaikum viongozi, shime alaikum wale ambao vyombo vya habari, media tofauti ambazo leo mnapokea hapa, muwafikishie ili tuwe wengi, na tunatarajia nanyi pia katika siku hiyo inshallah ya Jumapili tuwepo hapa kuanzia saa 2:30 mpaka saa 7 biidhnillahi taala. Ni mimi ndugu yenu katika utumishi huu, naibu katibu Tahafe Muhammad Ali Mshangama kwa niaba ya mwenyekiti. Kwa hiyo napenda kuwasilisha hii, na inshallah kama kutakuwa na maswali yoyote au clarification yoyote tunahitaji au mnahitaji iwafikie watu tofauti, basi inshallah tunawakaribisha. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Muhammad Nasor, ni mjumbe wa Tahafe. Na taasisi ambazo zimeruhusika mwaka huu kupeleka hija ni 19 ambazo zimesajiliwa na Tahafe na zimepitishwa pamoja na Betha Tanzania. Ni ya kwanza ni Bakwata, iTravel, Ajwa, Masjid Adil, M2 Travel, Siru, Hajj Trust, Rawda, Zamzam, Jamarat, Al-Husna, Peace Travel, Kidundo, Nurpath, Manasik, Noble Tours, Al-Hijra, Ahlu Dawa na Ahlu Bait. Hizi ni taasisi 19 ambazo zinaruhusika kupeleka mahujaji mwaka huu, na wanashauriwa mahujaji watarajiwa wasiandikishe kinyume na taasisi hizi ambazo zimepitishwa. Kuhusu muda, bila shaka swala hili linazungumzwa sasa kwa miaka inayofika 3 au zaidi, ni kwamba hija kwa mujibu wa mamlaka ya Saudia inatakiwa mchakato wa hija ufanyike mapema na usajili ufanyike mapema vile vile. Mazoea ya kungoja mpaka mwezi wa Ramadhani na mfungo mosi, sasa mazoea hayo yameshatoweka. Kwa hivyo tunasisitiza na kuwakumbusha mahujaji watarajiwa waanze kujiandikisha kuanzia hivi sasa, na mchakato tayari unaendelea. Itakapofika mwezi Rajabu, basi inatakiwa majina ya mahujaji yameshapatikana, na bila shaka mnajua kama tulivyoambiwa hapa na naibu katibu, kuna ijraati mpya, kuna taratibu mpya ambazo kila siku zinakuja. Kuna taratibu za mambo ya afya. Tumeona mwaka jana ilitokezea kuhusu swala la kupima afya, huwezi kupata visa mpaka upime afya, na linaendelea swala hilo, na sasa wameweka taratibu kali zaidi. Kwa hivyo tunaomba watu wahudhurie kwenye kongamano ili wapate hayo maelezo kutoka katika wahusika ambao wanawasiliana moja kwa moja na mamlaka za Saudi Arabia.